Good evening and praise the Lord. Welcome to Life in the Word. I am Pastor Robert Kariuki and my interpreter is Nico Monde. We are so delighted to be with you again this evening. Tumefurahia kuwa nanyi tena jioni ya leo. God has been gracious to us. Mungu amekuwa ni wa neema kwetu. And tonight he has enabled us to meet again and hear the word of God. Na usiku leo ametukubalia tukakutane kusikia maneno ya Mungu. I just want us to start with the word of prayer. Ningependa tu kuanza kwa neno la maombi. Mighty and everlasting Father, Baba mkuu uishie milele. we thank you for another opportunity that you have given us, Tunakushukuru kwa nafasi nyingine umetupa. that we may listen to your word. Ili tukasikize neno lako. We pray that you are going to anoint us Tunaomba unaenda kutupaka. as we speak this word, Tunaponena hii and neno. those who are listening to us and watching Na us, hata wale ambao tutazama na kutusikia. Father, may you reach unto them, Baba ukawafikie. and may the power that is in your word Na wacha neno leo transform their lives, Igeuze set maisha them free, iwatie huru. heal them, Iwaponye. bless them where you want them to be. Bariki kila mahali unataka In wawe. Jesus' mighty name. Katika jina la Yesu. Amen. Amina. Amen. Now tonight we are continuing on the series that we've been having several weeks. Basi usiku wa leo tunaendeleza ile somo ambayo tumekuwa na wiki mingi imepita. Jesus as presented in the Gospel of John. Yesu anavyoangaziwa katika Injili ya Yohana. Our emphasis are on the 7 miracles that are recorded in the John's Gospel. Sisitizo letu ni ile miujiza 7 ambayo imeandikwa katika Injili ya Yohana. And tonight we are going to go to I believe this is the 5th miracle. Basi naamini leo tunaenda kwenda katika miujiza ya 5 which is found in the Gospel of John chapter 6 verse 14 to 21. ambayo iko katika kitabu cha Yohana 6 mstari wake ni wa 14 hadi 21. John chapter 6 Yohana 6 verses 14 mstari wa 14 up to 21. hadi 21. This is what the Bible says. Ndio kile Biblia inachosema. Then those men, when they had seen the sign that Jesus did, they said, "This is truly the prophet who is to come into the world." Basi watu wale walipoiona ishara aliyoifanya walisema, hakika huyu ni nabii yule ajaye ulimwenguni. Then Jesus, when he perceived that they were about to take him and make him king by force, he departed again to the mountains by himself. Kisha Yesu, hali akitambua ya kuwa walitaka kuja kumshika ili wamfanye mfalme, akajitenga akaenda tena mlimani yeye peke yake. Yesu atembea juu ya maji. Now when evening came, his disciples went down to the sea, got into the boat and went over the sea towards Capernaum, and it was already dark and Jesus had not come to them. Hata ilipokuwa jioni, wanafunzi wake wakatelemka baharini. Wakapanda chomboni wakaanza kuivuka bahari kwenda Kapernaumu, nako kumekwisha kuwa giza wala Yesu hajawafikia. When the sea arose because a great wind was blowing, so they had to row about 3 or 4 miles. They saw Jesus walking on the water and drawing near the boat, and they were afraid. Na bahari ikaanza kuchafuka kwa kuvuma upepo mkuu. Basi wakavuta makasia kadri ya maili 3-4, wakamuona Yesu anakwenda juu ya bahari na kukikaribia chombo, wakaogopa. Verse 20, but he said to them, "It is I, do not be afraid." 20, naye akawaambia, ni mimi, msiogope. Then they willingly received him into the boat, and immediately the boat was at the land where they were going. Basi wakataka kumpokea chomboni, na mara hiyo chombo kikalifikia nchi waliokuwa wakiiendea. Now this miracle has been recorded both in Mark and Matthew also. Basi miujiza hii imenakiliwa katika kitabu cha Marko na hata Mathayo. And so I want you to allow me to read Matthew's account of this miracle. Na hivyo basi niruhusu nisome jinsi ambavyo Mathayo anaangazia. Because Matthew's account is more detailed than both Mark and John. Kwa sababu Mathayo ameingia undani kidogo kuliko Yohana na hata Marko. Matthew chapter 14. Mathayo 14 verse 22 to 33. mstari wake ni 22 hadi 33. The Bible says, immediately Jesus made his disciples get into the boat and go before him to the other side while he sent the multitudes away.
Mara akawalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ng'ambo, wakati yeye alipokuwa akiwaaga mkutano. And when he had sent the multitudes away, he went up the mountain by himself to pray. Now the evening came, and he was there alone. Naye alipokwisha kuwaaga mkutano, alipanda mlimani faragani kwenda kuomba, na kulipokuwa jioni alikuwako huko peke yake. Verse 24, but the boat was now in the middle of the sea, tossed by the waves, for the winds were contrary. Na kile chombo kimekwisha kufika katikati ya bahari, kinataabika sana na mawimbi, maana upepo ulikuwa wa mbisho. Now in the fourth watch of the night, Jesus went to them, walking on the sea. Hata wakati wa zamu ya 4 ya usiku, Yesu akawaendea akienda kwa miguu juu ya bahari. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, "It is a ghost," and they cried out of fear. Wanafunzi walipomwona akienda juu ya bahari, wakafadhaika wakisema, ni kivuli, wakapiga yowe kwa hofu. But immediately Jesus spoke to them, saying, "Be of good cheer, it is I, do not be afraid." Mara Yesu alinena akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Peter answered him and said, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. So Jesus said to him, "Come." And when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. Akasema, njoo. Petro akashuka chomboni akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. But when he saw the wind was boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried out, saying, "Lord, save me." Lakini alipouona upepo akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yowe akisema, Bwana, niokoe. And immediately Jesus stretched out his hand and caught him and said, "O you of little faith, why did you doubt?" Mara Yesu akanyosha mkono wake akamshika akamwambia, ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? And when they got into the boat, the wind ceased, and those who were in the boat came and worshipped him, saying, "Truly, you are the Son of God." Nao walipopanda chomboni, upepo ulikoma. Nao waliokuwamo ndani ya chombo wakamsujudia wakisema, hakika wewe u mwana wa Mungu. Yesu awaponya wagonjwa katika Genesareti. May God bless his word. Mungu alibariki neno lake. Now, the miracle that we are witnessing in the Gospel of John chapter 6 basi miujiza ambayo tunaona katika kitabu cha Yohana sura ya 6 displays one of the authority that Jesus had. inaonyesha mamlaka moja Yesu aliyokuwa nayo. Jesus has authority over nature. Yesu ako na mamlaka juu ya asili. We saw in the present account on the present miracles that we studied. Tuliona katika miujiza ambayo tulikuwa tumeangazia awali. Like the one that we is before this. Kama ile tuliangazia kabla ya hii. Was the miracle of Jesus feeding the 5,000 men. Ilikuwa ni ile miujiza Yesu kalisha watu 5,000. With only 2 fish and 5 loaves. Na hata akiwa na samaki wawili na mikate 5. And they were the quantity of the food was so little. Na ile uwingi ile chakula ilikuwa ni kidogo. And the people were so many. Na watu walikuwa wengi. But Jesus performed such a great miracle. Lakini Yesu alifanya miujiza hii kubwa. That food was able to feed those people. Na ile chakula ikawafanya kulisha wale watu. And they even had 12 baskets of leftovers. Na hata wakawa na vikapu 12 ambazo zilibaki. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. And we say that miracle showed that Jesus is master of quantity. Na tukasema basi hiyo miujiza inaonyesha kuwa Yesu ndio Bwana wa wingi. Jesus is able. Yesu anaweza to take you out of the meager and small place you are in. Kukutoa katika hapo mahali padogo ambaye uko. And increase you. Na akakuongeze. And enlarge you. Na akakupanue. And uplift you. Na akakuinue. He is master of quantity. Yeye ndio Bwana wa wingi. And in this miracle, na kwenye hii miujiza, it was immediately after the miracle of the feeding of the 5,000. Ilikuwa basi ni baada tu ya kulisha watu 5,000. And Matthew tells us that Jesus sent his disciples to cross over to the other sea. Na Mathayo anatuambia kwa Yesu akaamuru wanafunzi wake waende ng'ambo ile ya bahari. While he was left making sure that the multitudes were sent away. Wakati yeye akiwaaga ile umati ambayo walikuwa.
And when they entered into the boat and got into the middle of the sea, Na wakati waliingia kwenye chombo na ilikuwa katikati ya bahari, they were faced by a storm basi walipatikana na dhoruba, because the wind was blowing contrary to them. kwa sababu mawimbi ilikuwa inawagonga ile chombo. John says it was a big wind. Yohana anasema basi dhoruba ilikuwa ni kubwa. Matthew says it was a boisterous wind. Mathayo anasema ilikuwa ni kubwa zaidi. It was a wind that was causing a storm in the middle of the sea. Ilikuwa ni upepo ambayo ilikuwa inaleta dhoruba katikati ya bahari. And the people were struggling in the middle of the sea. Na watu walikuwa wanasumbuka katikati ya bahari. These disciples, Hawa wanafunzi they had just witnessed one of the greatest miracles. walikuwa wameona miujiza moja kubwa. And the miracle happened even in their own hands. Na ile miujiza ilitendeka kwa mikono yao. As they were distributing the food to the 5,000 people. Wakati walikuwa wanagawa chakula kwa watu 5,000. But immediately they find themselves in a storm. Lakini hakika wanajipata tena kwenye dhoruba. This is not the first storm that they are encountering in the Sea of Galilee. Hii sio dhoruba ya kwanza wanaokumbana nayo kwenye bahari ya There Galilaya. was another storm that they encountered. Kulikuwa na dhoruba nyingine pia walikumbana nayo And wale. in that storm Jesus was with them. Na katika hiyo dhoruba Yesu alikuwa pamoja na wao. Even if he was sleeping in the ship or the boat they were in, Hata kama alikuwa analala chini ya chombo, they encountered a storm with Jesus with them. lakini walikumbana na dhoruba Yesu akiwa ndani. In this particular one, Lakini katika hii Jesus, they had left Jesus on the other side. walikuwa wameacha Yesu ng'ambo ile. And so they must have been afraid. Na kwa hivyo basi ni kama walikuwa wanaogopa. They must have thought that this is our end. Ni kama walikuwa wamefikiri Because they wamemalizika. were in the middle of the Sea of Galilee. Kwa sababu walikuwa kile katikati ya bahari ya And the Galilaya. storm was beating the waves, was causing the water to enter into the boat. Na hata dhoruba ilikuwa inafanya maji inaingia kwenye chombo. The Bible says they tried as much as they can to get to land. Biblia inasema kuwa walijaribu kuinashua ili wakafike It ngambo. was not easy. Haikuwa rahisi. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu You asifiwe. know Jesus is God. Lakini unajua Yesu ni He Mungu. was seeing them wherever he was. Alikuwa anaona kila mahali He was alikuwa. seeing their struggle. Alikuwa anaona usumbufu He wao. felt their fear. Alijihisi ile ugofya And wao. Jesus decides to come to them walking on water. Na Yesu akaamua kuja kwao akitembea juu ya maji. Jesus has authority. Yesu ako na mamlaka. He has authority in whatever situation you can be in. Ako na mamlaka juu ya hali yote ambayo unaweza kuwa. He is master of nature. Yeye ndio Bwana wa He asili. created the heavens and the earth. Aliumba mbingu na dunia. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. In the first chapter of the book of John, Ukiangalia sura ya kwanza katika the kitabu cha Bible Yohana, says nothing that was made without Jesus. Biblia inasema hakuna kitu kilichoumbwa bila yeye And Yesu. so he is master of Na everything. kwa hivyo yeye ndio Bwana wa kila The kitu. sea, Baharini, the air, hata whatever it is that you can think about, kile ambacho unaweza fikiria, Jesus has authority over it. Yesu ako na mamlaka juu And yake. so the disciples are in a storm. Na kwa hivyo wanafunzi wako kwenye dhoruba, The way many of you are in a storm today. jinsi ambavyo wengine wetu tuko kwenye Your dhoruba leo. storm might be because of, it may be the storm of your marriage. Dhoruba yako inaweza kuwa labda ni ya ndoa, It's not working out well. labda haiendi vizuri. You're even thinking about separating. Hata unafikiria Your mkawachane. storm might be a financial storm. Dhoruba yako inaweza kuwa ni hali ya You have kifedha. so many debts. Uko na deni mingi You even you have defaulted a loan that you took. na hata umeshindwa kulipa ile loan ambayo And you ulichukua. think you're going to lose your house or your vehicle or whatever it is that you took as collateral. Na unafikiri kuwa unaweza poteza nyumba ama gari ama ile kitu ambayo uliwekeza juu ya hiyo I mkopo. want to introduce you to Jesus. Nataka nikutangulize kwa Who has Yesu authority over any situation or any storm you might be going through. ambaye kuna mamlaka juu ya kila kitu ambacho changamoto unaweza kuwa unapitia. This situation Hii hali was beyond the disciples. ilikuwa wanafunzi wangeweza. All they could do Kile ambacho was wangefanya try as much as they can to get to the land ni ile tu wangejaribu ile wakawate kuvuka ngambo ile before the boat capsized. kabla ile mashua ikazame. But when they looked, they lifted up their eyes in the fourth watch of the night. Lakini walipoinua macho yao katika ile saa 4 ya We usiku, can say it was about 3 a.m. tunaweza sema basi ilikuwa ni saa 9 asubuhi. Imagine 3 a.m. Hebu fikiri saa 9 They are asubuhi. in the middle of the sea. Wako katikati ya It bahari. is dark. Kuna giza, It is stormy. kuna dhoruba. They must have been afraid. Labda walikuwa wameogopa And they thought that it is over with us. na wakafikiri And tumeisha. then they see a figure coming, walking on water. Kisha wanaona kitu kinakuja kitembea juu ya A maji. figure like that of a man. Walikuwa wanaona ni kama chombo kama From mtu afar. inatoka mbali. Now that did not make things easier for them. Hiyo basi haikufanya jambo ikawa rahisi kwao. Matthew says
Mathayo anasema that they screamed kuwa walipiga yowe with fear, saying that it is a ghost. wakiogopa wakisema basi ni shetani. But I want you to hear the words of Jesus. Lakini nataka usikie maneno ya Yesu. Listen to what Jesus says to them in the middle of their storm. Sikia kile Yesu anachowaambia katikati ya dhoruba. Listen to the words of Jesus. Sikiza maneno ya Yesu When he is speaking to his disciples. wakati ananena na wanafunzi wake. When they are struggling. Wakati wanasumbuka. When they are afraid. Wakati wanaogopa. When they think that it is over with them. Wakati wanafikiri imekwisha na He wao. says to them, anawaambia, be of good cheer. Basi mkapate kuinuka. It is I. Ni mimi. Do not be afraid. Msiogope. It is I. Ni mimi. Do not be afraid. Msiogope. What comforting words in such a difficult time. Basi ilikuwa ni maneno nzuri wakati mgumu. Even you that you are in your storm today. Hata wewe wenye uko kwenye dhoruba yako leo. Jesus is saying to you, Yesu anasema, be of good cheer. Jipe moyo. Do not be afraid. Usiogope. It is I. Ni mimi. In other words, Jesus is saying, kwa maneno mengine Yesu anasema, saying to them, anawaambia, I am here now. ni mimi niko hapa sasa. Do not be afraid. Usiogope. I am master of a natural law. Mimi ndio Bwana wa asili. I am not master of a nature. Mimi ndio Bwana wa asili. Nature we respect whatever I say. Asili basi taamini kile ambacho nasema. In the other storm, katika dhoruba when zingine, Jesus was asleep, wakati Yesu alikuwa analala, and the disciples found themselves in a storm, na wanafunzi wakajipata katikati ya dhoruba, when they were waking up, wakati walimwamsha, he commanded the wind to cease. Aliamuru upepo ukatulie, and he said peace. Na akasema amani. And the disciples were astonished. Na wanafunzi wakashtuka. But in this particular storm, lakini katika hii dhoruba, Jesus is walking on the stormy sea. Yesu anatembea juu ya dhoruba. The winds are blowing. Upepo unavuma. The waves are moving and tossing. Hata dhoruba inakuwa zaidi. But Jesus is calmly walking over the sea. Lakini Yesu anatembea juu ya bahari kama ametulia. To the disciples, anaambia wanafunzi, do not be afraid. Msiogope. Wherever you are, mahali huko, do not be afraid. Usiogope. Some theologians say, basi wanatheolojia wanasema, the words do not be afraid or do not fear, yale maneno usiogope, has been mentioned in the Bible, imetajwa kwenye Biblia 365 times. Mara 365. I have not yet researched and find out whether it is true. Mimi sijafanya utafiti nijue kama ni ukweli. Because other theologians disagree with it. Kwa sababu wanatheolojia wengine wanakataa na hiyo. But it does not matter. Lakini haijalishi. But so many times, lakini kwa mara mingi, both in the New and the Old Testament, katika Agano Jipya na hata la Kale, we find these comforting words. Tunapata hii maneno ya kufurahisha. Do not be afraid. Usiogope. In your storm today, katika dhoruba yako leo, do not be afraid. Usiogope. In your situation katika today, hali yako leo, do not be afraid. Usiogope. I know that they are threatened. Ninajua kwa maswema that they are going to evacuate you from your house. Kwa naenda kufukuza kwa nyumba yako. Because of the arrears of the lands that you have. Kwa sababu ya ile mkopo ya kodi uko nayo. I know the bank wants to come and take your house. Najua benki inataka kuja kuchukua nyumba yako. Sell your land because you have defaulted on that loan. Ama uuze shamba yako kwa sababu haujalipa ile mkopo. I know the doctors have told you that your disease is a terminal illness and you can never get well. Najua madaktari wamesema kuwa ugonjwa wako ni milele na hautapona. But listen to the words of Jesus. Lakini sikiza maneno ya Yesu. Do not be afraid. Usiogope. It is I. Ni mimi. I am with you. Niko pamoja nawe. Do not be afraid. Usiogope. John does not tell us more about what happened. Yohana hajatuambia kwa undani nini kilitendeka. He only tells us that when Jesus got in the boat, they immediately found themselves in land. Anatuambia tu wakati Yesu aliingia kwenye chombo akajipata wako kwenye nchi. Matthew gives us a little more detail. Lakini Mathayo anatuingiza undani kidogo. When Jesus told the disciples, it is I. Wakati Yesu aliambia wanafunzi ni mimi. One of the disciples called Peter. Mwanafunzi mmoja anaitwa Petero. Said, Lord, if it is you, command me to come walking on water to you. Akasema, Bwana, kama ni wewe, niamuru nije nikitembea juu ya maji. And Jesus said, come. Yesu akamwambia njoo. And Peter started to walk on water. Na Petero akaanza kutembea juu ya maji. Remember, the storm was still there. Kumbuka dhoruba bado ilikuwa pale. The wind was still blowing. Upepo bado ulikuwa unavuma. The waves were still beating. Dhoruba bado ilikuwa inapiga chombo. And as Peter started to walk on water, na wakati Petero akaanza kutembea juu ya maji, he took several steps. Alichukua hatua mingi. I don't know how many steps he took. Basi siwezi nikahesabu ni ngapi alichukua. I don't know how far he went close to Jesus. Siwezi jua ni umbali gani alifika karibu na Yesu. But he took his eyes out of Jesus. Lakini aliondoa macho yake kwa Yesu. He started to see the wind. Akaanza kuona upepo. He started to see the waves. Akaanza kuona dhoruba.
he started to concentrate on the storm akaanza kutazama ile dhoruba and he was afraid na akaogopa and he started to sink. na akaanza kuzama. You know, many people are sinking today, Unajua watu wengi wanazama leo, meaning many people have given up on their hope and their faith ni kama watu wengi wamekata matumaini hata kwa imani zao, because their focus, kwa sababu mtazamio yao, they have taken their focus from Jesus. wameondoa mtazamio wao kwa Yesu. My sister, you took your focus from Jesus. Dada yangu, umeondoa mtazamio wako kwa Yesu. My brother, Ndugu yangu, why did you take your focus from kwa Jesus? nini uliondoa mtazamo wako kwa Yesu? Now everything is going haywire. Sasa kila kitu kinaharibika. The moment Peter took his eyes from Jesus Wakati Petro aliondoa macho and he yake kwa Yesu started to focus on the storm, na akaanza kupa he mtazamo ile dhoruba, started to sink. alianza kuzama. You need to focus on Jesus. Unapaswa In kumtazama other words, Yesu. you need to put your faith on Jesus. Maneno mengine, unapaswa kujenga imani yako Believe in kwake, him. umwamini yeye. He is the same yesterday, today and Yeye forever. ndio yule jana, leo na I hata can see milele. Peter Naweza ona Petero starting to sink. akaanza kuzama, The winds, basi the upepo, waves, dhoruba, and he was afraid. na aliogopa. And I want you to remember Nataka ukumbuke the other 11 disciples kuwa wanafunzi wengine were in 11 the boat. walikuwa kwenye They are chombo, saying nothing. waongei They are chochote, watching the events as they are unfolding. wanatazama tukio jinsi ambavyo inaendelea. They had seen Peter walking on water. Walikuwa wameona Petro akitembea juu ya They maji, were amazed, walikuwa wanashtuka, but they never dared take a step out of themselves. lakini hawa hawakujaribu kuingia kwenye Now bahari. they are seeing Peter sink. Na sasa wanaona Petro anazama, They are more amazed. wanaogopa zaidi. What has happened? Nini kimetendeka? And Peter cried to Na Jesus. Petro akamlilia He Yesu, said, Lord, save me. akasema, Bwana niokoe. And Jesus was not far from Peter. Na Yesu hakuwa mbali pamoja He naye, stretched out his hand akaonyosha mikono yake and he was able to lift Peter. na akamuinua Petero, They started to walk on water again, heading to the boat. na kuanza kutembea kwa maji pamoja, wakienda kwenye chombo. I don't know what storm you are in. Sijui uko katika dhoruba I don't gani, know what your situation in. sijui hali yako ni gani, But Jesus lakini Yesu is master yeye ndio Bwana of our nature. wa asili, Is master yeye ndio Bwana of whatever situation katika kile hali that you are facing. ambaye unakumbana nacho. This miracle of Jesus walking on water Hii miujiza Yesu kutembea juu ya maji shows us that Jesus has power and authority, inaonyesha Yesu ako na mamlaka, not only over nature, si kwa asili tu, but also to move us out of our troubles na hata kututoa katikati ya hiyo changamoto, and calm the storm. na atakaweza kutuliza dhoruba. The Bible says in Matthew Biblia inasema kwenye that Mathayo when immediately they got into the boat, Jesus and Peter, kuwa wakati waliingia kwenye chombo Yesu na Petero, the sea calmed. basi bahari ikatulia. Jesus did not say anything. Yesu hakusema He chochote, did not command the waves the way he had commanded in the other storm, hakuamuru dhoruba jinsi alifanya awali, but he calmed the storm. lakini alituliza ile He dhoruba. moved Peter Aliondoa Petero out of the trouble he was in. katika ile shida alikuwa ndani, He was sinking. alikuwa nazama. Jesus stretched out his hand and got hold of him Yesu akanyosha mkono akamshika, and even rebuked him and said, "Oh, ye of little faith, na hata akamwambia, wewe mwenye imani ndogo, why did you doubt?" mbona ulikuwa na And I shaka? believe Jesus is saying that to many of us. Naamini Yesu anaambia kila mtu wetu, Many of us who took our eyes from him. wengi wetu ambao tulitoa mtazamio wetu Many kwa, of us who are only focusing on our troubles and our sicknesses and our weaknesses. wengi wetu ambaye tunatazama ile changamoto ama ile udhoofika ambayo tuko He's saying nayo, to you little faith, anakuambia mwenye imani ndogo, why have you doubted? mbona uko na shaka? He wants to stretch his hand and get hold of you. Anataka anyooshe mkono na He akushike, wants to take you out of that situation anataka kuondoka katika hiyo hali and calm your storm. na akaweza kutuliza dhoruba My yako. sister, my brother, Dada yangu, ndugu my yangu, friend, rafiki yangu, Jesus is master of a nature. Yesu ndio Bwana wa asili. Doesn't matter what it is that you face. Haijalishi kile ambacho Doesn't nakumbana matter nacho, what people have said about your haijalishi situation. kile ambacho watu wamenena kwa It hali is not yako. people who have power over your Si situation. watu wako na nguvu kwa hali yako, It is Jesus who has power over that ni situation. Yesu ndiye ako na nguvu kwa hiyo hali. In the split of a second, he can take you from that Kwa situation. sekunde tu anaweza kuondoka katika hiyo But you hali, need to believe in him. lakini unafaa muamini yeye. By the time they get into the boat, Wakati walifika kwenye chombo, the disciples were amazed. wanafunzi walikuwa They wameshtuka, had watched everything that had unfolded. walikuwa wametazama kila tukio jinsi They had ilikuwa, seen
Jesus commanding Peter to come. Walikuwa wameona Yesu akiamuru They Petro had aje. seen Peter walking on water. Wameona Petro akitembea juu ya They had maji. seen Peter sinking. Wameona Petro They saw akizama. Jesus stretch out his hand and get him out Wali- of the water. Waliona Yesu akinyosha mkono na akimwondoa kwa They bahari. saw both of them walking back to the boat. Na kuona wote wawili wakitembea wakikwenda kwenye chombo. And they were amazed. Na walikuwa And wameshtuka. they said, truly you are the Son of Na God. wakasema hakika wewe ni mwana wa Mungu. There's something that they had missed Kuna kitu walikuwa wamekosa. in the miracle of the feeding of the 5,000. Katika ile miujiza ya kulisha watu 5,000, That Jesus taught them lakini Yesu aliwafunza in this miracle, katika hii miujiza, showing them kuwaonyesha that he has power over every nature, kuwa ako na nguvu juu ya asili yote. every situation. Kila hali, It does not matter how dire it is, haijalishi ni ngumu kiasi how gani, difficult it au ni seems, ngumu kiasi gani, how it seems like it cannot work out. ama inaonekana ni kama haitaisha. When you put everything to Jesus, Ukiweka kila kitu kwa Yesu, he will make a way for you. atakutengenezea He will njia, get hold of you atakushika and get you through na akupitishe and calm the storm. na hata tulize dhoruba. Listen to his words. Sikiza maneno He yake. is saying to you, Alikwambia do not fear. usiogope, Do not be afraid. usiogope. I want to pray with you. Nataka niombe na wewe. Many of you are in different storms. Kuna watu wako katika dhoruba And you tofauti, need to put your faith and focus on Jesus. lakini unapaswa kuweka mtazamo You wako na need to imani yako kwa believe in him Yesu. again. Unafaa muamini tena. Maybe you have failed so many times Labda umeanguka mara and mingi you have given up. na umekata tamaa. Believe in him again. Muamini tena, He will see you through. He atakupitisha, will make a way for you. atakutengenezea He will njia, open a door for you. atakufungulia You're milango. jobless. Hauna He kazi, will give you job. atakupa kazi. You don't have a child Hauna mtoto and you're married. na umeoleka, He will bless you with a child. atakubariki na I don't mtoto. know what situation you are in, Sijui ni hali gani but I uko kwa want to sasa, believe lakini nataka niamini this Jesus huyu Yesu who has power and authority over nature. ambaye ako na nguvu na mamlaka juu He ya has asili, power and authority over your situation, ako na nguvu na mamlaka juu ya hali and He's yako, going to give you breakthrough. na naenda kukupa upenyezi. Mighty and everlasting Baba Father, mkuu, uishe we milele. thank you for giving us an opportunity to hear your word. Nakushukuru kupa nafasi kusikia maneno I pray yako. that you're going to touch everyone that have been watching this program. Tunaomba unaenda kuguza kila mtu ambaye amekuwa Many of them akitazama. are in different kind of storms. Kuna wengi wako katika changamoto tofauti. Father, as you spoke to the disciples in their storm, Baba, jinsi ulivyonena na wanafunzi and kwenye you say dhoruba, to them, be of good cheer, it is I, do not be afraid. na kuambia kuwa wajipo moyo, ni wewe, Those wasiogope. very words are ringing in our hearts this evening. Hayo maneno yako kwenye moyoni mwetu jioni ya We leo. have been walking in fear, Tumekuwa tukitembea kwa but kuogofya, from today we focus on you lakini again. kuanzia leo tunakutazamia We tena. believe in you to intervene in our situation. Tunakuamini uingilie katika hali Whoever it zetu. is that is watching, Yule ambaye anatazama, take them out of their storms. waondoe katika dhoruba zao. Manifest yourself to them Jidhihirishe kwao in Jesus' name. katika jina la You're Yesu. there and you're not born again. Uko pale na And you're haujaokoka, saying, I want to receive Jesus. unasema nataka kumpokea Yesu. Repeat this prayer after me. Rudia ombi hii nyuma Say, yangu. Lord Jesus, Sema, Bwana Yesu, I come to you. naja mbele I zako. am a sinner. Mimi ni mwenye dhambi. Forgive me my sins. Nisamehe dhambi zangu. Write my name Andika jina in the langu book of life. kwenye kitabu cha From uzima. today, Kuanzia I leo make you my Lord and Savior. nakufanya Bwana na Mwokozi In wangu Jesus' name. katika jina la If you Yesu. have prayed that prayer, Kama uomba ombi you hilo, have just received Jesus Christ into your life. umempokea Yesu maishani mwako. In the screen there is a number. Kwenye runinga kuna nambari, You can call or SMS that number. unaweza piga ama utume arafa. Let us know that you have gotten saved, Wacha tujue umeokoka, and we are going to direct you more. naenda kuelekeza Tomorrow zaidi. is Sunday and we are inviting you to our church Kesho ni Jumapili, tunakukaribisha for our kanisani services. kwa ibada zetu. We have 3 services in the morning and 1 in the evening. Kuna ibada 3 asubuhi na 1 jioni. Our first service is an English service starting at 8 a.m. Ibada ya kwanza ni ya Kiingereza, inaanza saa 2 asubuhi. Our second service is also an English service starting at 9:30 a.m. Ya pili pia ni ya Kiingereza, inaanza saa 3:30 asubuhi. You can watch that service live here at HBTV. Unaweza ikatazama mbashara hapa Heaven Bound. Our third service is a Swahili service starting at 11:30 a.m. Ya tatu basi ni ya Kiswahili, inaanza saa 5:30 You asubuhi. can also watch that service here at Pia HBTV. unaweza itazama mbashara hapa kwenye Heaven In the Bound. evening we have a service which is both English and Swahili, Jioni tuko na ibada ya Kiswahili na Kiingereza 4:30 p.m. saa 10:30 jioni. On behalf of Life in the Word, Kwa niaba ya uzima on katika behalf neno, of our senior pastor Reverend James kwa Wesonga, niaba ya kasisi wetu James Kimbo Wesonga Pefa Church, na kanisa la Kimbo and Pefa Heaven Bound TV, na Heaven we Bound, wish you a good evening. tunakutangazia This jioni has been njema. Life in the Word. Hii imekuwa ni uzima kwa neno. See you next Saturday. Tuonane Jumamosi ijayo. Amen. Amen.